Mwezi ni mojawapo ya miili ya anga ya nje iliyo karibu zaidi na dunia na imekuwa mwandani wetu tangu jadi. Na sijui wewe ukitazama mwezi, iwe mchana au usiku, umewahi kujiuliza swali hili? Kwa nini dunia ina mwezi? Na kama mwezi usingekuwepo, maisha duniani yangekuwa vipi? Kwa wengi wetu, mwezi ni kitu kizuri kinachopamba anga la usiku. Lakini ukweli ni kwamba mwezi ni zaidi ya mwanga unaong'aa angani. Kwa miaka mingi umekuwa ukichangia kwa njia nyingi kuhifadhi dunia kuwa sayari inayofaa kwa maisha. Katika video hii tutachunguza sababu zinazofanya mwezi kuwa moja ya vitu muhimu zaidi katika historia ya dunia. Na mwisho wa video hii utagundua kwamba huenda mwezi ndiye shujaa mtulivu ambaye amekuwa akisaidia dunia tangu ilipozaliwa. Kabla ya kuelewa umuhimu wake, ni vizuri kwanza kujua chanzo chake. Kwa mujibu wa nadharia inayokubalika zaidi leo, takriban miaka bilioni 4.5 iliyopita, dunia hii yetu ikiwa changa iligongana na sayari ndogo iliyokuwa karibu sawa na ukubwa wa Mirihi. Sayari hiyo ilikuwa ikijulikana kwa jina la Theia. Mgongano huo ulikuwa mkubwa kiasi kwamba ulirusha vipande vikubwa vya miamba kutoka duniani na Theia kwenda angani. Baada ya muda, vipande hivyo vilikusanyika kwa nguvu ya uvutano na kuunda mwezi tunaouona leo. Ingawa wanasayansi wanaendelea kuchunguza maelezo ya jinsi tukio hilo lilitokea, ushahidi kutoka kwenye sampuli za miamba ya miezi unaunga mkono kwa kiwango kikubwa nadharia hiyo. Lakini swali kubwa ni hili: kwa nini mwezi ni muhimu sana? Nitakupa majibu hayo moja baada ya nyingine. Kwanza, mwezi hudhibiti mawimbi ya bahari. Athari maarufu zaidi ya mwezi ni mawimbi ya bahari. Mvuto wa mwezi huvuta maji ya bahari na kusababisha mawimbi makubwa na madogo yanatokea kila siku. Ingawa jua pia lina mchango, mwezi ndiye anayechangia sehemu kubwa ya nguvu ya mawimbi kwa sababu uko karibu zaidi na dunia kuliko jua. Huenda ukajiuliza, mawimbi ina umuhimu gani? Jibu ni kwamba ina umuhimu mkubwa sana. Mawimbi husafirisha virutubisho kutoka sehemu moja ya bahari hadi nyingine. Husaidia kuingiza oksijeni kwenye maji, kuondoa uchafu katika maeneo ya pwani na kuunda mazingira yanayowezesha maelfu ya viumbe wa baharini kuishi. Baadhi ya wanasayansi wanaamini kwamba mawimbi makubwa yaliyokuwepo katika dunia ya awali yaliunda mazingira yaliyosaidia hatua za mwanzo za maendeleo ya maisha. Kwa hivyo, kila wimbi unaloona ufukweni lina uhusiano wa moja kwa moja na mwezi. Pili, mwezi huiweka dunia imara. Sasa hebu tuangalie jambo ambalo watu wengi hawalijui. Dunia haizunguki ikiwa imesimama wima. Badala yake imeinama kwa takriban nyuzi 23.5. Mwinamo huo ndio unasababisha msimu tunaifahamu leo. Lakini tatizo ni hili: nguvu ya uvutano kutoka kwa jua na sayari zingine zingefanya mhimili wa dunia ubadilike sana kama mwezi usingekuwepo. Mvuto wa mwezi hufanya kazi kama mfumo wa kuipa dunia udhabiti. Kwa mabilioni ya miaka umesaidia kuzuia mhimili wa dunia kuyumbayumba kupita kiasi. Kama hali hiyo isingekuwepo, maeneo ambayo leo yana hali ya hewa ya wastani yangeweza kuwa majangwa makavu baada ya maelfu ya miaka, huku maeneo mengi yakifunikwa na barafu nene. Kwa maneno mengine, mwezi umechangia kuhifadhi hali ya hewa ya dunia iwe tulivu zaidi kuliko ambavyo ingekuwa. Tatu, mwezi umefanya siku zetu kuwa ndefu. Je, ulijua kwamba zamani siku moja haikuwa na saa 24? Miaka bilioni kadhaa iliyopita, dunia ilikuwa ikizunguka kwa kasi ya juu sana kiasi kwamba siku moja ingeweza kuwa na saa chache tu kati ya saa 4 na saa 6. Lakini kwa mabilioni ya miaka, mvuto wa mwezi umekuwa ukipunguza kasi hiyo polepole kupitia nguvu zinazozalishwa na mawimbi ya bahari. Leo hii kwa wastani siku moja ina saa 24. 4. Mwezi unaongoza maisha ya viumbe wengi. Sio binadamu pekee wanaangalia mwezi. Viumbe vingi duniani hutegemea mzunguko wake. Matumbawe mengi, yani corals, huzaliana wakati wa mwezi mpevu, yani full moon. Baadhi ya samaki na kaa huanza safari zao kulingana na mawimbi yanayosababishwa na mwezi. Kasa wa baharini hutumia mwanga wa mwezi kuelekea baharini baada ya kuanguliwa. Hata ndege na baadhi ya wanyama wa usiku
hubadilisha tabia zao kulingana na kiasi cha mwanga wa mwezi. Kwa hivyo mwezi ni sehemu muhimu sana ya mifumo mingi ya ekolojia hapa duniani. 5. Mwezi umefungua milango ya sayansi. Karne nyingi zilizopita, watu waliamini kuwa vitu vya mbinguni vilikuwa vikamilifu. Lakini mwaka wa 1609, Galileo Galilei alipoelekeza darubini yake kuelekea mwezini, aliona milima, mabonde na mashimo mengi. Ugunduzi huo ulibadilisha kabisa namna wanadamu walivyoelewa ulimwengu. Baadaye, safari za Apollo zilileta sampuli za miamba ya miezi. Kupitia sampuli hizo, wanasayansi walielewa vizuri historia ya mwezi, historia ya dunia na hata jinsi sayari zingine zilivyoundwa. Kwa kifupi, kujifunza kuhusu mwezi kumetusaidia sisi kujielewa zaidi. 6. Mwezi na utamaduni wa binadamu. Mbali na sayansi, mwezi umeathiri historia ya ustaarabu ya wanadamu. Kalenda nyingi za kale zilijengwa kwa kufuata awamu za mwezi. Wakulima walitumia mzunguko wake kupanga shughuli zao. Washairi waliandika kuhusu uzuri wake. Wapiga picha na wasanii walitumia kama chanzo cha ubunifu. Na hata hivyo, mataifa mbalimbali yanaendelea kupanga safari za kurejea mwezini kama hatua muhimu kuelekea safari za baadaye kwenda Mirihi. Mwezi kama ingepotea ghafla, mambo yangekuwaje hapa duniani? Hebu tufikirie jambo hili kwa sekunde chache. Usiku mmoja unatoka nje, unaangalia angani, lakini mwezi haupo. Mwanzoni, usiku ungekuwa na giza zaidi, lakini matatizo makubwa yangeanza polepole. Mawimbi ya bahari yangepungua sana, mifumo mingi ya maisha ya baharini ingevurugika. Baada ya maelfu hadi mamilioni ya miaka, mhimili wa dunia ungeanza kubadilika zaidi na hali ya hewa ingekuwa isiyotabirika kuliko ilivyo sasa. Siku zingeanza kuwa fupi na maelfu ya viumbe wanaotegemea mzunguko wa mwezi wangepoteza mfumo wao wa kawaida wa maisha. Ingawa dunia isingelipuka wala maisha yasitoweke mara moja, sayari yetu ingekuwa tofauti sana na tunavyofahamu hivi leo. Kwa karne nyingi tumekuwa tukitazama mwezi kama taa ya usiku, lakini sasa tunajua kuwa yeye ni zaidi ya hapo. Ni mshirika mkuu wa dunia. Amekuwa akidhibiti mawimbi ya bahari, amechangia udhibiti wa misimu, amepunguza kasi ya mzunguko wa dunia, amesaidia viumbe vingi kuishi, na ametufundisha mengi kuhusu historia ya sayari yetu na mfumo wa jua. Kwa hiyo, wakati mwingine unapoangalia mwezi uking'aa, kumbuka kwamba hautazami tu mwamba unaozunguka dunia. Unatazama jirani yetu ambaye kwa mabilioni ya miaka amechangia kuifanya dunia iwe nyumba pekee tunayojua yenye maisha. Na sasa ningependa kusikia kutoka kwako. Je, ni jambo gani kuhusu mwezi limekushangaza zaidi? Tuandikie kwenye sehemu ya maoni. Kama umefurahia video hii, usisahau kuipenda, kuishiriki na marafiki zako na kujiunga na channel hii ili usikose video nyingine ya sayansi, anga za juu na historia ya ulimwengu. Asante sana kwa kutazama na tukutane kwenye kipindi kijacho. Kwaheri.